majina naitwa Sipten Megji na taasisi ya Tanzania International Community. Taasisi hiyo kwa kifupi tunaita TAC. Ni taasisi ambayo makao makuu yake yapo Dar es Salaam. Na hivi karibuni tumepata bahati kubwa ya kufungua tawi la TAC hapo Mwanza. Na kama mnavyofahamu kwamba kazi kubwa ya taasisi ya TAC ni kazi, elimu na ibada. Kwa maana ya kwamba bila elimu hatuwezi tukapata masheke wazuri. Kwa hiyo utakuta tunatumia nguvu kubwa kwa kuwasomesha vijana wetu wawe kwa upande wa dini, wapate elimu nzuri na ili waweze kutumikia jamii. Lakini pamoja na hayo kuna mafunzo ya elimu ya kawaida, elimu ya dunia pia tunatoa hao masheke ambao pia wanaweza kusukuza mbele, wanaweza kawa na fani zote za dini na ya dunia. Kwa hiyo tunao ambao ni madaktari pia ni masheke wazuri. Tunao maengineer ambao ni maengineer lakini pia ni masheke wazuri. Kwa hiyo hata kwenye sehemu za kazi utakuta nidhamu ya hao watu inakuwa ni kubwa sana, na hii inaleta picha nzuri na inajenga jamii nzuri. Kwa hiyo kama mlezi wa TAC ndio nguvu kubwa tunatumia kwenye shughuli kama hizo. Pia kwa upande wa kazi ni vitu mbalimbali tunafanya kwa ajili ya kuhamasisha au kuwafikia walengwa au wananchi kwa mbinu au njia mbalimbali. Moja ni kuwatafutia kazi vijana ambao labda hawataki kusoma au wamemaliza masomo. Pia tunawapeleka kwenye mafunzo ya VETA wajue fani mbalimbali, na tunawafungulia vibanda hivyo vya kazi zao walizojifunzia ili waweze kupata kipato kwa njia halali. Kwa upande wa ibada ndio unavyoona kwamba zinapotokea siku kubwa kama hizi, basi harakati zinakuwa nyingi sana na wananchi wote kwa kweli wananufaika. Kwa upande wa TAC ni nchi nzima wana matawi, ni nchi nzima, na hapo Mwanza tayari tunazo matawi karibu 7 tumeshazifungua sehemu mbalimbali vijijini, na masheke kwa muda mwafaka wanafikishiwa posho zao, na kama wana watoto pia wanapata fursa ya kusomesha watoto wao huko kwa walipo, na pia waumini ambao wapo wanaokuja kuwa kama wanachama wa TAC wanapata hizo huduma, iwe za kijamii, iwe huduma za afya na pia za elimu. Changamoto kubwa kwa sasa hivi kwa upande wa elimu ni gharama. Hiyo ndio changamoto kubwa sana. Vinginevyo utakuta mashule na huduma za elimu zipo kila kona, lakini gharama bado inakuwa ni kubwa. Kwa sisi kama taasisi, kwa wale watu ambao waumini wetu ambao wanashindwa kujilipia, sisi tunawalipia ili mwisho wa siku aweze kuwa na fani yote mkononi, aweze kupata kipato chake kwa njia halali. Kwa changamoto kubwa sana tulionayo ni hiyo. Sasa hivi kuna mwamko mkubwa sana kwa waumini kutaka kusoma fani mbalimbali, kutaka kuendelea kusoma. Tunao wanafunzi ambao wanasoma udaktari, wako Bugando, wako hospitali ya Muhimbili University na KCMC pia wapo. Hao tunawafadhili masomo yao yote. Unajua ibada ni muhimu sana, na ibada inajenga nidhamu ya kazi. Nafikiri labda kwa kutumia njia fupi ya kueleza, umeona ripoti ya CAG. Haya matatizo mliokuta kwenye ripoti ya CAG ni kutokana na kutokuwa na ibada. Utakuta mtu yuko kwenye nafasi yake lakini nafasi anatumia vibaya. Lakini mtu ambaye amelelewa vizuri kwa njia ya ibada hawezi akafanya kitu chochote ambacho kitakuwa kinahujumu uchumi au kinaweza kikadhuru wananchi kwa ukubwa wake, au kikadhuru taifa kwa namna yote ile, kwa njia labda kudanganya mapato, au labda unakuta mtu anakuwa na nidhamu na anajitosheleza, anakuwa amejitosheleza kwa kidogo kinachopatikana. Anakuwa hana tamaa sana ya kuwa kutajirika hata kwa njia ambayo sio za halali.
Sisi kwenye TSC tunawakaribisha wote, na sio lazima kwamba mpaka ubadilishe dhehebu, hapana. Hizo huduma ambazo zipo kwa ajili ya wote waje, tunawakaribisha na tutawasaidia kwa njia yoyote, na wengine pia nawasihi wale wenye uwezo waweze kuangalia mfano wetu, hasa kwa upande wa elimu.